Naam, karibu tena katika muda mwingine ambao tunakuletea taarifa kutoka huko Kongo kabisa. Na moja kati ya taarifa ambazo zilikuwa zikisumbua watu ni kwamba kijiji cha Kabanja kipo mikononi mwa M23, aidha kipo mikononi mwa majeshi ya wazalendo. Na General Delfe Kalembe Ngoma Mzito ambaye ni kiongozi anayeongoza baadhi ya vikosi vya wazalendo amekuja na majibu kamilifu ambayo yanaeleza kwa kina zaidi kuhusu uwezekano wa kijiji hicho cha Kabanja kuongozwa na vikosi hivyo vya wazalendo. Kwanza kabisa, kijiji cha Kabanja kinapatikana katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Nchi ya Kidemokrasia ya Kongo, katika milima mirefu huko karibu na Minembwe kwenye eneo la wilaya ya territory ya Fizi. Hapo ndipo panapopatikana hicho kijiji cha Kabanja. Na General Delfe Kalembe Ngoma Mzito anayejulikana kama Ngoma Mzito amekanusha vikali kuhusu taarifa zinazosambazwa na muungano wa M23 AFC RDF zikidai kuwa kuteka kijiji hicho cha Kabanja kwamba kipo chini ya uongozi wa M23, kwamba ameshakiteka kipo chini yao. Lakini akiwa ardhini pamoja na wanajeshi wake, General Ngoma Mzito amethibitisha kuwa walipambana vikali dhidi ya adui na kupigana risasi na mitutu mikali kabisa, na walifanikiwa pakubwa kuwarudisha nyuma nje ya kijiji hicho. Anathibitisha hivyo yeye mwenyewe Delfe Kalembe Ngoma Mzito. Hivi sasa kijiji cha Kabanja kiko salama na chini ya udhibiti kamilifu wa kikosi chake. Huo ndio ukweli, asije mtu akakudanganya ukasikiliza habari za mtandaoni kwamba kijiji cha Kabanja kipo chini ya M23. Hapana, huo sio kweli. Ama kweli kiongozi huyo amewatoa hofu wananchi na kusisitiza kuwa madai ya waasi hao ni propaganda zisizo na msingi wowote, huku ulinzi ukiimarishwa na vikosi hivyo vya General Delfe Kalembe Ngoma Mzito. Mimi katika hili kwanza niwapongeze ndugu zetu wazalendo ambao wanazidi kupambana kwa ajili ya kuondoa waasi katika baadhi ya maeneo ambayo walikuwa wamekwisha kujimilikisha, lakini pia hiyo ni moja kati ya hatua ambazo watu wengi walikuwa wakizisubiri, hatua za msingi za kukomboa vijiji, kwa kuwa vijiji hivyo wanaoishi hapo ni wakongomani wengi zaidi sana, na kutokana na uongozi wa M23 kushika vijiji hivyo, kwa kumekuwa na vurugu na mtafaruku hali ya juu, lakini pia kumekuwa na unyanyasaji, mauaji ambayo yanazidi kushuhudika. Kwa hiyo inapotokea fursa kama hizi au inapotokea mambo kama haya, kuona kwamba wazalendo wanachukua udhibiti wa vijiji ambavyo ndugu zetu walikuwa wakiongozwa, inakuwa ni vizuri zaidi sana, na lengo letu ni kuona kwamba adui huyu anatoka kabisa katika nchi yetu ya maziwa na asali, na hiyo ndio ndoto yetu kubwa. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba Mbaf TV tunakuja kila siku kuweza kuhabarisha kile ambacho kinachojiri, na tunatoa taarifa hizi kwa muda muafaka ambao tukio hilo si muda mrefu limetokea, aidha masaa au siku moja, ili kukufanya uweze kujua kile ambacho kinachoendelea. Cha kufanya ni kusubscribe, like na comment, kushare pia video zetu, ili kila mmoja aweze kujua kile ambacho tunachoweza